ratiba zetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Insha Allah taala, la kwanza upande wa madarasa, kila baada ya salatu dhuhur kiasi saa 7:30 tutakuwa tunafanya darsa kuhusiana na masaili ya Ramadhani upande wa Qur'an na hadithi, lakini kwa maksudi tutafungua upya hashia ya Sheikh Al-Albani kwa ajili ya kuelezea safari nzima ya Isra wal Mi'raj, kwa sababu kwa Rajab hatukuipatia timing kueleza kwa utulivu, kwa tunakutana na muda ndani ya Ramadhani. Tutaongea kwa utulivu na kufanya zile taayini zake kwa undani, kwa sababu mwezi pia wa kusimuliana visa, kusimulia visa ya Isra ndani ya Ramadhani inshallah kuanzia kesho. Lakini pia mbali ya hayo tutaeleza na fatwa au fatwa za mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia busara letu litakuwa linaendelea kama nini, na tunategemea insha Allah litakuwa linaisha kabla ya alasiri, kwa sababu alasiri tutakuwa kila siku na programu ya msikiti mmoja na eneo ya kuwasaini. Kwa hiyo baada ya alasiri na wenzetu pale wakapate taalimu. Huu ni mwezi wa kuharakika sana, lakini sasa rasul khabar au rasul mambo, jambo miongoni mwa mambo miongoni mwa mambo yaliyokuwa muhimu zaidi upande wa matibabu, visomo vya ruqya ash-shar'iyya, visomo kwa ajili ya tiba, visomo vinavyokubalika na sheria, visomo visivyokuwa na shubha yoyote ya shirki, lakini pia visomo vyenye kuelimisha, visomo vilivyoelekezwa na ulama pamoja na tiba la ashar, pamoja na tiba hizi mbadala, tiba za mitishamba au kwa njia nyingine matibabu haya ya maradhi ya kiroho na maradhi ya kibiolojia na kifamasia. Haya mwezi wa Ramadhani hatufungi, ndio tunazidisha, kwa sababu sehemu ya senta ya maktaba ya kituo au hospitali huwa hazifungwi kwa shauri ya sikukuu wala shauri ya mwezi umepinduka, kwa sababu maradhi hayana muhula. Hakuna ukla na ukla asqam, hakuna likizo katika kuugua maradhi. Watu siku zote wanaumwa. Kwa hiyo senta hii ya Sunna Saidalia kwa Rahman, hii huaga haina ukla, haina likizo, si ni kubwa, si ni ndogo, si nyuma. Siku zote kuna istimrar, kuna mwendelezo wa matibabu. Na kwa sisi kipindi kama hiki cha Ramadhani, kwa sababu ni kipindi ambacho dua nyingi zinakubalika, pia tunaamini visomo vitakuwa vinapawa, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa Qur'an, ndio mwezi wa kheri, ndio mwezi wa hidayah. Sasa umepita mwezi wa Safar, umepita siku mwezi Dhulqa'da, umemwekea mtu mkono kichwani, umemfanyia kisomo, nafuu ikapatikana kiasi, ukile Ramadhani itakuwaje? Itakuwa zaidi. Kwa hiyo hiki kipindi cha Ramadhani, mushahiduna alkiram, wapenzi watazamaji, asayiduna wa sayidat, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, popote mlipo, hiki ndio kipindi cha kutafuta watoto. Umezunguka wewe, kila mganga umemaliza, hujafanikiwa,
hichi ndio kipindi cha tabarruan min Allah, ndio kipindi cha kujinyenyekeza kwa Allah Rabbul Izza. Kipindi hichi zimekuja hususia za ayati karima fil Qur'an kwa ajili ya maombi, kwa kipindi cha kuomba. Lakini pia kipindi hichi vile vizuka yale majini yanayokusumbua, hichi ndio kipindi chake, ndio kipindi cha kuwachoma moto, cha kuwatia adabu, wakemewe na maneno matukufu ya Allah, wakumbushwe neema za Allah, walaumiwe makosa wanamkosea Allah, warudishwe majini katika haki. Lakini pia wewe uliorogwa na mashaki mengi, hichi ndio kipindi. Lakini tuache yote, wale watu wanaohusunika na matatizo ya hasad, jamanini, mimi niseme hata yule ambaye hana hasad, kipindi hichi mimi mwenyewe nitarinyu, nitajifanyia tiba ya hasad. Inshallah leo muda umekwenda, ijayo japo tutasali kule kule kama tutawahi, binafsi nitajizingua hapa hasad. Tena nilivyokuwa hatari, hasadi yangu nitaitoa kupitia ninyi wote watu mtakaopita hapa katika msafara. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi cha kujisafisha. Kipindi hiki ndio kipindi cha kutafuta pesa za halali kwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Mimi binafsi niko awareness sana, nina yakabati mkubwa, niko katika mustakabali kwa ajili ya kufanya dua. Kipindi hichi kama kuna mtu alikuja lakini alisomewa na vijana, kipindi hichi inshallah nitamsomea mwenyewe. Najua kwa rahma ya Ramadhani Allah atatusaidia. Naamini watu wanaumwa sana, lakini pia hata wale wanaumwa maradhi yote ya kifamasia, maradhi ya saratani, maradhi ya figo, jamanini, ya maradhi bado yapo. Mimi sidhani kwamba hizo maradhi ya figo yatapoa kwa sababu imeingia Ramadhani. Sasa tukiacha hizi shughuli eti kwa sababu sijui itakuwaje Ramadhani, wewe si utakufa yako, utazidi kuugua. Kwa hiyo pia matibabu yote yanaendelea inshallah taala. Kwa ajili hiyo sasa, ujumbe ndio kama huo. Waliokuwa wote nje ya nchi, Kenya, Uganda, mbali, Marekani, waje inshallah. Nipo na mimi sitoki ajabu. Naweza mkaiko na watu 10 mbali, lakini wewe mmoja atakusuliwa. Kwa hiyo shimeni, joeni. Sikutoa hata kauli moja kwamba Ramadhani tunaendelea, lakini ndio kawaida yetu. Hivi ninavyosema hapa, ofisi yetu ina mpangilio mzuri na syllabus nzuri. Hapa ninafanya hivi, lakini bado huduma zinaendelea. Kwa hiyo tunawaona hapa wote si kwamba ni watu kusaji, wengi wanaingia wanatoka. Kwa hiyo tunajipanga vizuri kwa ajili ya mshahara. Mpaka siku ya sikukuu wengi wote hatuna likizo hiyo. Mambo sisi tuko nchi ya Tanzania na Dar es Salaam wengi sana. Na sasa hivi tutarajie mazuri inshallah. Tuliweka branch UK, Uingereza. Kwa watu kwa urahisi Manchester pale wanaenda kuchukua huduma zetu pale. Lakini tukaweka Mombasa branch pale. Tunafanya vizuri sana. Hivi sasa mikoa yote inshallah tutaweka vituo vyetu na tutakuwa na vitembelea vituo vyetu. Pemba kwa haraka sana soon tutaweka pamoja na Kuja. Burundi, Rwanda na Kongo tutaweka vituo. Lakini mikoa yote, mkoa wa Singida tutapendelea kwa sababu kishakuwa kwetu sasa. Mapema Dodoma tutaanza hiyo shughuli, na hii ya kutokamana na ushauri wenu wa muda mrefu sana. Kishakuwa ndugu sasa, hatukutani kwa ajili ya matibabu. Nilitaka nikija nikikuombea dua Mungu akupa nafuu, tunatengeneza na urafiki. Endelevu. Kwa hiyo inshallah taala itakuwa. Watu wa Kusatu mliohudhuria leo, nikupongezeni kwa ibada ya saumu, nikupeni pole, lakini jaza yenu itakuwa kwa Allah.
si kawaida kama chuma cha mkuranga kusinzia kama hivi, na makameramani wengine wamesinzia. Abdallah ananiangalia, lakini kichwa ukiona kizito kwa upande kabisa, kweli jambo na Mungu. Lakini ajrukum min Allah, aqwakum Allah, was'adakum Allah. Chengine cha mwisho, hii kushinda njaa umebusti kidogo hadi sana. Kuna wengine gesi zishaanza kupanda, mashallah leo madonda yametingisha. Sasa nimesema nina kauli taarifa ratiba ndio hizo nimezitoa za darasa endelee. Kipindi hichi ndio kipindi hakuna kufumba macho, darasa zitolewe, zisambazwe, zirekodiwe, umma upate faida. Sasa hivi kuna tasihili eleweish kupitia hizi media hizi, watu wapate fatawa. Mtu yuko nyumbani kwake anamalizana tu na YouTube yake na Insta yake na TikTok yake, kwa kumbe ukiwa na somo hivi dunia ishakuwa ndogo hivi sasa. Kwa hiyo ni muwasala, ni uwasilishaji tu basi, uwasilishaji, na sisi tutakuwa ni kazi kubwa sana. Kwa wale ambao wanaona kama watataka kushindwa kufunga au wana dalili kwamba baadaye wataelemewa, maana kuna baadhi ya watu, mimi nikifunga kila nikifika 15 hali yangu mbaya, nasema kazi na dawa. Kuna mkombozi wetu Amradul Batniya nambari 1 Tanzania 1 iya dawa ya vidonda vya tumbo. Namba 2 yake inaitwa Mzumua al-Butul, hii hapa, na dozi yake inaitwa Fulmeda. Hizi dawa tatu usisubiri ya kuanze madonda yako. Kama una udhaifu huo unazitumia kila ukifutari unakunywa, na ukila daku unakunywa insha Allah. Saumu hii kwa mwaka huja mara moja, na ni bahati. La tataallam li rahili Ramadhan walakin taallam fa idha raha idha dhahaba Ramadhan, idha raha Ramadhan au idha aada Ramadhan, hal takuna ala wajhi al-ard am satakuna min ar-rahilin. Ramadhani si itaondoka, usijute, imeshaondoka, itarudi kwa sababu ni tabia. Lakini fikiria ikirudi utakuwepo sasa katika maisha haya. Sasa kama hautokuwepo, hizi ayyama ma'dudat, hizi siku hizi, pambana usifunge inshallah. Usifunge kwa ukamilifu wake. Hii ni taarifu pamoja, hii ni biashara au bure, lakini ni msaada. Ni msaada. Kama mtu kama mimi, kila nikipiga wiki 2 lazima ninywe kidogo dawa. Hizi zote tunafanya vizuri, lakini hii naipenda zaidi. Naipenda zaidi. Kwa hiyo na wale wenye madonda wasihangaike, hii dawa ni sahihi sana. Lakini sisemi sana, mnaijua wengi huko, kwa sababu nazishika tu hivi screenshot ukituma unataka hizo peji 3 tunazionyesha hivi ili mpate kuzijua kwa haraka. Na niongeze tu maneno, watu nimeshawafundisha watu waliokuwa katika maktaba yangu, madaktari tosha. Kuna matabibu na matabima. Kwa hiyo ukiwa na maradhi, hata kama hajapokea cheti, muelezee tu, tena wanaueledi na takrima, watakusikiliza kwa ikramu ya hali ya juu. Waeleze ni hivi, na waeleze kwa lugha yoyote, waeleze. Kama wewe mwepesi wa Kizungu usipate tabu, watatata ukaanza kutata. Ongea Kiingereza watakuelewa vizuri, ongea Kihudu watakuelewa vizuri, lakini pia ongea French watakuelewa vizuri. Lakini kama wewe ni Mwarabu, ndio kwake kuna lugha wingi wake kwa wewe, zungumza tu kwa ule mwepesi wa lugha yako. Hata vile lugha vile vya Kenya vile vya Kikale tunavyo. Kwa hiyo una shida, hata Kisomali wewe sema inshallah, sekta zote hizi zipo. Lakini pia hatuna uhaba wa madaktari. Ikiwa umekabiliwa na mwanamke, basi omba mwanaume, atakueleza vizuri na wewe kunuka yale maradhi yako wanayajua kuliko unavyojua wewe. Wewe ukisema alsa tu hawezi kukuuliza alsa nini, fibroid nini. Kwa hiyo pia ukizungumzia amalia, alkini story, ukizungumza hata kwa lugha hizo za kawaida,
watakuwa shafahamu maradhi. Kwa hiyo nielezeni upate tiba ile kwa sahihi sana. La mwisho, so Ramadhani inajitaka mwenyewe. Wale ambao hawana nafasi, wamebanika, lakini vile vizukazuka vinawasumbua. Majini bado wapo majini wapo. Sawa majini wapo. Sasa hili Ramadhani hii isiwe vibweka, mara unapandisha, mara unasikia tafrani, mara una hasira, utakosa kanuni. Utakuwa unapokea watu. Nimekuandalia siria ashiqi za aina tatu. Al-Ashiq Ibn Taymiyyah anasema wako watatu. Huyu nambari 2 ndio mkorofi. Sasa kuna sihiria ashiqiyu mathali, kuna sihiria ashiqiyu bukhur, kuna sihiria ashiqiyu hawla. Takunywa ya steaming pamoja na azeti mjadala. Sawa mafuta yaliyofanywa ruqya shar'iyya bil 'ayn wal asr wa sihr, lakini pia bukhur, lakini pia na dawa ya kunywa ndani yake kuondosha zohari. Sije ukawa una hasadi. Hata dua za Ramadhani zisiposibu na wakati huo ndio msimu wa kutaraza. Nikamilishe maneno yangu kwa kusema Ramadhani bado tunaendelea na nikupe siri tunayokupa habibi au habiba. Jitahidi sana, ulikuwa bize, lakini Ramadhani usiache kuja hapa kituoni kupata dua. Na kama tutafanya ile mikesha, na lazima tufanye inshallah, naqadan inshallah. Na kama tutafanya zile dua za kukesha usiku, hizo usikose. Tena naomba niongeze ziada. Na bwana tukikesha, hata sisi watu wa Busati, msikose mkesha. Msikose mkesha tunaokesha hapa. Kwa sababu sisi kila Ramadhani huwa tunaomba jambo. Inaweza ikawa dua inaelekea kuomba kipato au nyumba tu. Na nina imani wengi vitu hivi hatuna vihitaji. Kwa hiyo zile siku za kukesha watu wa Busati mpo, lakini hao ndio saumu hoi tabani. Watu wa Busati hakuna senti 5 nyekundu utaambiwa shekhe toa. Sisi tutakwambia ifriz alwaqt. Ejlis maana. Njoo ukae pamoja na sisi. Tenga tu ule muda wako. Halafu tumlilie hapa. Unaona wiki ijayo ilikuwa nisiende kule kwa sababu ya zihamu jami. Nimefanya mbali. Lakini kwa sababu walitaja kipengele cha dua na mimi ninayo ile kitabu Adiyatul Mukhtar ya Sheikh Said wao nitakuonyesha hicho kitabu hicho. Na hiyo utakitamani tu. Hiyo ndio silaha ya man la lahu wirdun na mkid nitakupa hiyo Sheikh. Hizo silaha hizo. Yasokuwa na silaha huyu ngedere. Huyu kimba. Sio mimi jamani. Mimi ni mamkuli. Sawa. Nimekopi tu. Maneno wanasoma. Man la lahu wirdun asokuwa na silaha fulani. Sikielewa Fainahu kir. Sasa kile kitabu Ijumaa tutakatika kipige pale. Nimeshasema ndimi za watu 40 ni dua, na ndimi za watu 40 ni tiba, na ndimi za watu 40 ni sumu. Tukakusanyika maki ndani ya watu 40 lazima mwanachuoni yumo. Ndani ya watu 40 lazima wali yumo. Ndani ya watu 40 lazima kukamaa yumo. Ndani ya watu 40 lazima mwenyesiri na Allah yumo ndani yake. Sasa pale msikitini si watu 40, ni watu 40 mara tatu. Sasa kupitia muktadha huo itakiwa tukafanye dua. Kwa sababu ya lile jambo la dua, nina radhi usafi lichelewe kidogo, lakini ile dua pale kwa umma ule unaokusanyika msikitini. Sasa nikwambie niseme siseme. Sema. Takankaombe kama piete 10 pale. Swali ala habib. Alafu na magorofa kama 50. Alafu hamna kuombana. Mtaona kama darweshi kachanganikiwa, lakini naamini sana bro mimi katika dua. Yaani naamini sana. Yaani hichi kipindi changu wewe niache. Yaani Ramadhani nahisi kama mmeletewa bibi. Umeeleza sawa?
Yani nahisi kama hii Ramadhani nimeletewa mimi. Kwa hiyo mzuka umepanda kwa sababu ya masala ya dua. Lazima tunyoshe maelezo na shortcut ni kuambieni, ukiwa unaomba dua na dua zako unaomba uende peponi, usamehe madhambi, unaomba mambo yawe sawa, na pia unawaombea na watu dua, basi pia na wewe uwe mfano. Mambo yako kwanza yameenda sawa, uwe mfano. Ukiwa mfano, basi tunaashiria inawezekana kweli dua zina maelezo. Maanake kuna mtu mwingine katika zile dua zake vile anavyofanikiwa ni kuwakuna wale watu. Ndio maana mtu ambaye hana hela amuombei dua. Dua ni kama sadaka tu. Watu wengi huwa wanashangaa, mtu mmoja anapigia simu yuko India, anambia Sheikh, hapa nifanyie dua hivi itakuwa shilingi ngapi? Nikamwambia